Shosti, tusemezane. Usafi wa nyumba zetu. Yes, usafi wa nyumba zetu sio ndani tu ya nyumba. Usafi wa nyumba zetu ni kote, yani mazingira ya nyumba, means nje ya nyumba, ndani ya nyumba. So tuna wateja ambao wanaenda na kurudi. Tusiwe na wateja wa mara moja. Inamaanisha kwamba biashara yako ili iweze kuimarika, inamaanisha lazima uwe na wateja wanaoenda na kurudi. Maintenance ya wateja ni muhimu, na hii ni iko chini ya customer care, customer service. Huduma kwa wateja ni muhimu. Huduma kwa wateja jamani, sio kucheka tu na kuita watu baby, dear, sijui bosses, sijui ni nini. Achana na hizo. Ni kutengeneza mfumo mzuri wa huduma zako kwa wateja. Means huduma kwa wateja inatokana na nini? Pia biashara yako iwe reliable. Yes, ili neno reliable nimelisema sana. So biashara yako haiwezi kuimarika kama sio reliable. Yaani mimi nikitaka kitu, najua kabisa pale ile duka hata usiende. Huyo kwanza anaposti tu unajua dada yaani tunasemaga yani ukienda pale nyama zake yaani unajua mteja akishakuona inamaanisha hiyo biashara sio reliable. Unga chai mnaungaje wenzetu? Amshindi mkasema mnaunga na nazi, amshindi. Mnaunga chai jamani, tuambiane sisi tunaochemsha tutoke kwenye kuchemsha sasa tuunge chai mwenzangu. Kwa sababu kuna sehemu nilienda ngambia kuna chai ya mahaba. Ilivyotolewa hiyo chai ya mahaba mwenzangu, chai na spices. Yaani hata sizijui majina. Mimi I'm not good in spices kabisa. Hivi viungo mimi sio mzuri sana. Nakwambia watu wanaunga chai na spices sana, unakunywa unaona kabisa hichi ni kitu ina karafuu, mara unasikia harufu ya mchai kidogo, mara sio kitu gani. Jamani tuambiane, mnaunga chai mnaungaje mwenzangu? Mimi nahisi bado niko kwenye kuchemsha chai. Natamani sana kujua jinsi ya kuunga chai. Alafu kuna chai fulani hivi zilikuwa zinapikwa na wabibi wa zamani. Jamani, kama umebahatika kunywa chai ya bibi yako, wale wabibi walikuwa wanapika chai jamani. Yaani kuna chai fulani mpaka nikinywa leo najua sasa hii ni chai iliyokuwa inapikwa na bibi yangu mzaa baba. Shout out to that woman, na Mungu amlaze mahali pema. Kuna msemo msho wangu anaupenda sana. Nao unasema, ukiona nzi wanakufuata ujue mzigo uliobeba una harufu. Ili uachane na hao nzi wasikufuate, inabidi utupe ule mzigo ili uachane na nzi wasikufuate. Maana ya nzi hapa na mzigo, muda mwingine ni vitu tunavyoambatana navyo havifai, unaona vina shida na tunavishikilia. Tunapaswa kuvitupa vile vitu au tuachane na hao watu ili tuwe huru na watu hao. Upo? Tendo la ndoa ni maagano. Tunabadilishana kwenye maagano. Maagano lazima yawe na pande mbili ambazo zinakubaliana, ndio maagano yanakuwa. Hamnaga agano la pande moja. Yaani maagano yanakuwa ni pande mbili. Kwa maagano ni yapo kati ya upande wa huku na huku. Then tumekutana, tumekuwa mwili huu, tumekuwa mmoja. So tunaliishi agano la tendo la ndoa. Sasa watu wengi tunajua maana ya ibada, si ndio? Yes, utashangaa kwa nini naongelea tendo la ndoa, naongelea ngono na pia naongelea ibada, kwa sababu nimesema topic ya leo ni kuhusu damu na tendo la ndoa. Yes. Kwa hiyo ibada ni pale ambako binadamu huwasiliana na Mungu, si ndio? Tunasema hivyo. Lakini pia ibada ni pale ambako binadamu huwasiliana na Mungu na ardhi na mbingu na yani ibada inaweza ikafanyika ya kimungu na ibada inaweza ikafanyika ya kichawi. Yani as long as ni access ya binadamu kupata access ya kuwasiliana na huyo hicho anachokiamini. Anaweza akawa Mungu, anaweza akawa shetani, lakini as long as anafanya ibada. Na kwenye ibada kunakuwa na maagano. Yes, kunakuwa na maagano, kunakuwa na sadaka, kunakuwa na maombi na kadhalika. Sasa hii hapa kwenye tendo la ndoa watu wengi wanasemaga kwenye mambo mengi ya kiimani tunasema tendo la ndoa ni tendo la ibada. Kwa nini ibada? Kwa sababu pale kuna nafsi mbili hai zinazokuwa kwenye makubaliano na zinazotoa sadaka. Yes, zinatoa sadaka. Si mnahongana?
Yes, mnafanya makubaliano, si mnaidiana vitu, si ya maagano yale mnafanya. Si ndio? Na maana watu wengine wanasema mkifanya kitu kile inabidi kama unaomba chochote kinaweza kikawa kupitia kile kitu na kadhalika. Ukitaka kumshika mtu yule inabidi ushirikiane naye ili tendo la ndoa ndio upate. Yote hayo ni kwa sababu tendo la ndoa ni ibada, kwa sababu ndani yake kunakuwa ni nafsi mbili hai zikiwa zinafanya makubaliano, na makubaliano yale yanaweza yakawa ya furaha, mmeridhiana na mkafanya kitu kile ambacho mnabeba maagano kutokana na ahadi mlizozitoa. Na ndio maana kuna ahadi mlizozitoa kwa watu kupitia hicho kitendo mpaka leo zinawatafuna kwenye maisha yenu, kwa sababu ulifanya maagano kupitia ibada ile. Mind you, ibada ni njia ya mawasiliano. So njia ya mawasiliano ni nafsi mbili zilizoridhiana na kuwasiliana. Tunaelewana hapo? Tusemezane.